kidogo sababu tunafaa kuwa tumeenda hatua kadhaa, lakini kwa sababu ya Bwana tutaendelea tu, na ninajua mambo itakuwa mazuri. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, ningetaka tujifundishe 1 2 3, na ninajua ya kwamba Mungu anaenda kunena nasi kwa njia ambayo tutasadiki na kuifahamu. Kwa hivyo tayarisha mahali, you prepare your book, your laptop, your whatever, so that we can in the next 30 minutes or so tuweze kujifundisha kitu. Matthew chapter 4 and verse 4, the Bible says that a man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of who? From the mouth of God. And I believe God is going to speak to us. Nataka tujifundishe. Ninajua ya kwamba hamjakuwa kwa ibada ya kwanza, ya pili na hii. Kwa hivyo tutajifundisha concerning overcoming life challenges, kushinda majaribu au mateso ya maisha. Najua ya kwamba Mungu anaenda kutubariki. Overcoming afflictions or life challenges, and I want to believe God is going to speak to us in a special way. Pastor, you can read for us John chapter 15 verse 20, the book that we had read. John chapter 15 and verse 20. Yeah, read for us. Inasema hivi, remember what I told you. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they obey my teaching, they will obey yours also. Amen. Wapendwa, huyu ni Yesu ambaye anatia wanafunzi wake nguvu, sababu walifika mahali ikawa ngumu sana kwao, facing the fact that Jesus is living, and they are not very sure how things will go. Na kwa hivyo anawatia moyo akiwaambia ya kwamba a disciple or a servant is not above his master or his lord. If I have faced persecution, that is the Lord will say, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. Maneno haya Yesu alikuwa anatia wanafunzi nguvu kwa sababu alikuwa anataka kutayarisha mioyo yao kuhusu maisha ambayo yalikuwa iwafuate baada ya yeye kuondoka. And even if you can read from the book of John, I think chapter 17, there is a place where Jesus is praying the Father, akiomba Mungu, ninakuomba ya kwamba usiondoe hawa dunia, lakini uwaweke kwa neema yako. Because Yesu alikuwa anajua yale mambo yatakayofuata baada ya yeye kutoka dunia hii. In fact, alisema nyakati zitafika ya kwamba kutakuwa na watu ambao watavaa manguo au mavazi ya mbwa mwitu, lakini watavaa ngozi kama kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu. So all these scriptures Jesus spoke them so that he can encourage the disciples pertaining the life journey, pertaining their journey of faith, diposa wakaweze kutayarishwa kuhusu kushinda changamoto za maisha. Wapendwa, ninaongea mambo haya kwa sababu ninajua nyakati hizi ni nyakati ambazo kuna mambo mingi sana yanatisha. Ni nyakati ambazo kuna hii mambo na corona. No one who knows exactly what is going to happen next. Na mambo haya yote ni vizuri wapendwa tuyaelewe ya kwamba changamoto za maisha, they will come. They are about to come at one in your lifetime. They will come. You will face
face challenges, but what matters is how you face them. Bwana Yesu asifiwe. Na niseme hivi, changamoto za maisha hazina mkubwa au mdogo, hazina maskini au tajiri, hazina mtoto au mtu mkubwa. Anybody, we are not immune. We will face challenges here and there. No one who can really say that he is exemption or he is prone, hawezi kutana na changamoto. So the issue is, how do you face your challenges? Na niliwaambia hapa ya kwamba changamoto zinaweza kuja in form of many shape. Inaweza kuwa ni changamoto ya kupoteza kazi. Unaweza kutana na changamoto ya kukataliwa kwenu. Unaweza kutana na changamoto ya kama sasa hii ugonjwa ya corona, watu wanaogopa sana. People are really afraid. They don't know whether you will wake up tomorrow. Amen. Yeah, watu wanaogopa sana. But the issue is, if challenges will come, how do you face them? Na ninaongea mambo haya kwa sababu ningetaka kutia mtu moyo. Kuna mzee ambaye anajulikana sana kwa sababu ya biashara yake ya kuuza kuku. Na huyu mzee anaitwa Kentucky. Kila mtu aseme Kentucky. Hai? Vile mnaisema Kentucky. Sema Kentucky. Huyu mzee alikuwa na maisha ambayo kidogo hayako yanapendeza, because almost the whole of your life tangu akiwa young, nothing he tried that succeeded. Ushawahi kukutana na watu ambao wamejaribu everything, nothing he tries that succeed. Anajaribu biashara inaanguka, anajaribu please wachana nayo. If it is not working, just leave it. Anajaribu, please leave it. Mnanisikia huko nyuma? Yeah, if you can hear me, leave it. Anajaribu whatever means, lakini nothing was working for him. And one day, baada ya kuishi maisha, I think he was around 60 years, ikafika mahali sasa akaona, sasa nimeenda retire. Sijui nilisikia alipewa $75. Aenda retire akakufa. Na unajua, sio watu wengi wanaendaga retire huwa wana make it. Most of the people wakienda retire wanakaaga miaka 2-3, na especially kama alikuwa anaishi town. Halafu aende retire aende ushago. Most of them they don't make it. Maana unaenda unakutana na bibi ambaye for the last 40 years huko unakaa na yeye au mjui. Unaendaga once in a month. Unakaa na yeye 2 days, 3 days, unarudi town. Sasa unaenda unakuta mama asha shika mizizi nyumbani, yeye ndiye baba na ndiye mama. Sasa ukienda kutipeleka mshenea hapo huko unafiksiwa vizuri sana. Na unakuta wazee wengi huwa wanakufa because hakuwa amezoea kukula githeri kumi. Unajua sasa yeye alizoea town. Anaenda huko anakuta anaambiwa aende shamba asubuhi watoke saa 8 au saa 10. Mzee alikuwa amezoea kazi sio ngumu sana. So inakuwa ngumu sana. So huyo mzee wakati alienda retire alipewa $75. Na sasa akaona hiyo pesa alipewa. Ninaongea mambo haya because wapendwa, ningetaka muelewe hakuna mtu akutanagi na changamoto. Wakati alipoangalia hizo dollars akaona the best thing ni kununua dawa ya panya au sumu akunywe na aende hiyo ulimwengu mwingine. Because aliangalia akaona sasa hii ni $75. Kentucky. Itanisaidia na nini? $75 itakusaidia na nini? Amejaribu kazi ya pesa mingi imeshida. Hakuna kitu, nothing worked for him for the last 60 years. So akaona the best thing ni hii dawa hii. I mean hii dollars ninunue sumu nimeze kwenda kabisa. Lakini akiwa hapo akafikiria hiyo $75, akapatana na mtu akamwambia kama anajua kupika. Mzee akasema anajua kupika. Akamwambia na si uanze kupika. Si umeenda retire sasa yuko free. Si upikia watu. Na hapo ndio alinunua kuku sijui ya kwanza akapika na akawa anapelekea watu kwa manyumba. Na watu walipokula hizo kuku wakasema hizo kuku zako ni tamu sana. Kwani unazipika namna gani? And from there mwanaume within no time akafungua kampuni ya catering kubwa sana, and today he is a billionaire. Not even a millionaire, he is a billionaire. He is a millionaire dollars. He is one of the richest men we have on earth. So unaona, he overcame his challenges when he was very old, when it was almost over, but he decided with the last kick
I can still overcome it. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nawaambia mambo haya? Because wakati maisha yamekusonga sana na unaona it's like you are almost dying, you are almost giving up. When you are most vulnerable, ni wakati unaona hakuna, wanasemanga the last kick of a dying horse is the worst. Na wapendwa, shetani hapo ndio huwa anapendezwa sana, anafurahianga hapo. When you are umeshikwa na mkosi au mkasa, inaweza kuwa ni kifo kwa familia, hapo ndio shetani huwa anakuhubiria na kuonyesha hata kanisa sio haikusaidii, mchungaji hawa wachungaji ni wa bure, hata watu wa kanisa hawasaidii, kanisa wachana nayo, hata Mungu ni wa nini, alikuwa wapi ndugu yako akikufa? Unaona haina haja. Na mhubiri mambo haya because wapendwa, ningetaka muelewe. It is not how you begin but how you finish that makes the difference. If you begin a race, wakati tunakimbia wale ambao wanafanyanga racing, wakati wanaanza kukimbia, if you don't finish, you will not overcome, you will not become victorious. Those who make it to the line, hiyo kamba ya mwisho wanapita hiyo, they are counted to be victors. Kuna one of Ethiopian runner, nilisikia wakati walienda Berlin na wakaanza bio, kuna mahali aliotea na akapitwa na wengine na ikawa hangeweza kuwafikia, na ali make sure ya kwamba amemaliza hizo bio hata kama hakumaliza the first. Alisunguka akasunguka, sasa ikawa watu wote walimaliza, lakini sasa wanaona tu kama mtu kwa uwanja kanakimbia. So one of the Juno akakuja akamuuliza, ni kwa nini una shida ukikimbia? Because number one umeshindwa, you will not even be the first or the second or the third, you be the last. Akasema siku tumwa na nchi yangu nikuje tu nimalize, nikimbie. Nilitumwa nikuje nikimbie na nimalize. Na ikawa he made a record. Na ikawa he inspired millions of people. Hata wale walishinda, they did not, hawakuwa famous kama yeye, because of being faithful and overcoming his challenge. Bwana Yesu asifiwe. Alianza bio, lakini akaamua hata kama nimeanguka, nimesuguka mara 2-3, nitamaliza hii bio. Wapendwa, nataka kusema nini? We were called not to start, we were called to finish. Bwana Yesu asifiwe. Most of us here we are very young. Na unasikia mtu anaanza kusema mimi maisha mahali imefika, mimi sioni haja ya kuishi. Unakufa ukiwa na dhati, unaenda wapi? Hebu uliza jirani yako hivi. Na akikuangalia vibaya uinue mkono. Because surely sasa hivi tunaanza maisha. Some of us are 40s here. They say life begin at 40. Where are you going? Actually, where are you going? Why are you confessing dying? Because of challenges. If Kentucky can make in life when he is on 60, what about you? You are 30, 40. Because I don't believe there is even someone who is 50 here. What was any 40, 45 kama mimi na wengine. But wapendwa, we have a whole life ahead of us. Let us continue. Bwana Yesu asifiwe. Apia jirani yako, let us continue. If it is not working today, tomorrow it will work for you. Kama imekataa leo, jaribu kesho. Bwana Yesu asifiwe. Nani ashawahi enda kukamua ng'ombe ikapiga maziwa teke? Mimi nilienda siku moja kutembelea Aniko na nikatumwa kukamua. Wakati nikakamua na huaga inapiga teke wakati ndoo iko karibu kuja. Haipiga teke ukianzia, ina make sure unajua ukiosha matiti inasikia mzuri. Haipigi wakati umekamua, sasa ndio unatoa ndoo inaroga. Sasa nilikuwa nimetembea Aniko. Sasa hata nilishindwa nitaenda kumwambia maziwa imeenda wapi. Ni unaenda hapo unatoa sura nyingine, hata yeye anajijasia bila kuambia. Anajijasia maziwa imeanguka. Kuvujika kwa mwiko sio mwisho wa kupika nini? Ugali. Wapendwa, ninaongea mambo haya niwatie moyo. Bwana Yesu asifiwe. Naongea mambo haya wapendwa, niwajulishe there is long life ahead of us. We don't need to lose hope. Hallelujah. You are still young. Kama huna hata kisururu, wale hamjui kisururu ni baiskeli. Kama hauna hata ka baiskeli sahi, it does not mean tomorrow you not have one. You will have it. Nilikuwa ninaambia wapendwa hapa, mimi kuna wakati nilikuwaga ninakula nyama kuku zikuwa, unaona kama hali zinasugukanga hivi. Unaikula hapo na osmosis, unaona vile unasuguka, unasema kama ni na wakati huu nikitaka kukula kuku sitachukua roho, nitakula. Lakini wakati huo
unakula na imagination because hauna au unakula kwa imani. Kama wewe unakula kwa imani, ninataka kukujulisha hivi, tomorrow utaikula tu. Hallelujah. Ningekuwa wewe ningesema amen. Kama unaishi ile nyumba inakuwa self contained, ile ukua kwa table room, uko kwa bedroom. Ukua kwa bedroom, unaweza fika kwa kitchen. Ukifanya hivi, kitchen, bedroom na table. Kama unaishi hiyo nyumba, be happy for now because tomorrow God is going to take you far. Kuna watu wanajisukua na vitu dogo dogo, unakuta mtu halali ati kwa sababu yeye kwake hakuna ile TV. Unajua kuna hizi screen siku hizi zinaenda mpaka zinapiga kona hivi. It does not mean kesho utakuwa nayo. Kama unakalia mtungi, usiaibike. Your tomorrow will be better. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea mambo haya kwa sababu mimi nataka nikutie moyo. Life is a journey. Life is a journey. Your tomorrow will be better than today. God will make you go through. The best thing is how you respond in life. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kentucky today, he is one of the billionaires. His ending was better than the beginning. Though aliteseka miaka yake yote ya kuanzia, lakini alimalizia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko inasema afadhali mwisho wa jambo kuliko. Wacha niwaambie vijana, afadhali umalizie vizuri kuliko uanzie vizuri. Kwa sababu kuna watu wanataka aanzie vizuri lakini hajali vile atamalizia. Afadhali mimi nianzie vibaya nimalizie vizuri. Amen. Kuliko nianzie vizuri nimalizie vibaya. Na lakini mambo haya yanakujanga kwa sababu ya watu kutayarishwa. Kuelewa katika maisha haya kuna kupanda, kuna kushuka. Sometimes unakuwa sick, but that does not mean that you can't be healed. Sometimes unapoteza pesa. Na ndio maana mnaonaga kuna alama ya equals, kuna alama ya ishara ya kuongeza na kutoa. And unfortunately many people hawanaga minus sign, wanakuwa na positive. Ongeza. Kama akisikia minus, hapana, Mungu hayuko. Wacha niwaambie, life is all round. Amen. Kuna negative na positive. Kuna God, kuna Satan. Imagine hata Mungu mwenyewe au shetani alitoka wapi? Aliumbwa. Why? So that we can have balance. God, Satan, evil, good, heaven, hell, male, male, female, negative, positive, girl, boy, msoto, si mseme msoto, mudosi. Bwana Yesu asifiwe. Na mambo haya yote yanakujaga kutayarisha watu. Hata wakati wa msoto yako kuna mambo Mungu anataka iubike. You can imagine mtu ambaye hajaipata shida. Ukiona shida utauliza, mwingine nilisikia ati aliuliza baba yake, shida ni hiyo kamnyama inaitwa shida inakaaga aje? Because he has never seen a problem. Wale watoto wanalelewa kwa ikulu. Mtu anauliza hiyo kakitu kanaitwa shida kanakaaga aje? Because yeye hajui shida ni nini. Lakini sisi, mimi na wewe, nani hajui shida hapa? Tunasijua. So wakati unainuka unaambia Mungu, God, haki ya mimi, ni mimi hii nyumba yangu kuna unga 3 kwa fridge. Aiwekagu kwa fridge huko. Oh, you guys are attentive. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. So Job chapter 1 to verse 5 or 6 or 7. And there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. And the Lord said unto Satan, Where comest thou? Then Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one that feareth God and escheweth evil? Then Satan answered the Lord and said, Does Job fear God for nothing or for naught? Now, here is a very inspiring story ambayo inaweza kutuonyesha ya kwamba maisha ni yanakuanga na phases. Job, wale ambao labda hamjajua historia ya Ayubu alikuwa mojawapo wa matajiri katika mashariki. He was one of the richest men in the east, and he was so rich to an extent, ameandikwa kwa Biblia. Na mkisikia Biblia kitu inaita ni tajiri.
Hata hii utajiri ya pesa nane. Ukisikia kitu Biblia inasema ni kikubwa, ni kikubwa. Ukisikia mtu Biblia inasema ni mrembo, ni mrembo. Hey, this man was the richest in the East. Nilikuwa naangalia utajiri wake. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma hapo chini utaangalia ngamia zilikuwa ngapi? Kondoo. Ukiona mwanaume akona na ngamia zimeandikwa ni ngapi hapo? They were in their thousands. Kondoo ni ngapi? Tujaribu tu kuangalia utajiri wa huyu mwanaume. Ngamia ni ngapi? 3000 camels. Ngamia moja ni pesa ngapi sahi? Kwa pesa Kenyan money? It is over 150,000. They are very expensive. Maziwa ya ngamia ni very expensive. Ngamia zake alikuwa na elfu ngapi? 3. Zile ngamia ziko Machakos County zinaweza fika 3,000. Ngamia za Machakos ni ngapi? Sidhani hata zinaweza fika 10. Okay, wacha huku atuweki ngamia. Wacha tuende Northeastern. Northeastern wanaweza fikisha ngamia 3,000 to the whole county. Not possible. Kwa hivyo huyo mwanaume alikuwa okay, kondoo ni ngapi? Simuangalia hapa. 7,000. Okay, sasa wacha tukuje kwa kondoo. Zile kondoo ziko kaunti ya Machakos zinaweza fika 7,000. Ngumu. So mwanaume ni tajiri kuliko kaunti kadhaa za Kenya. That is how wealthy that man was. He was extremely rich. But you can imagine, the Bible says kunakawa na mkutano wa God and his sons. Sons means angels. Mungu alikuwa na mkutano. Maana yake ni kumaanisha Mungu anakuwa na mkutano once in a while with his sons who are angels. Na shetani akapatikana katika huo mkutano. Everybody say meeting. Na akaulizwa, have you considered my servant Job? Considering me, have you analyzed? Have you taken account? Umeangalia kwa undani huyu mwanaume? Akasema hapo chini akaambia Mungu. Hakusema hapana. Hakusema hapana. Meaning shetani alikuwa anatembelea Job once in a while. Anaangalia ngamia na ni nyingi. Anaangalia kondoo. Anafanya hesabu anaona huyu. Lakini hakuwa anaweza kuziguza maana kulikuwa na hedge, kulikuwa na ukuta ulikuwa unasunguka utajiri wa Ayubu na watoto. So hakusema sijamuona, lakini alisema kitu. It is because you have put a hedge round about him. That's why he loves you. But God wanted to prove to Job, to devil, wrong. Ya kwamba Job does not love me because he is wealthy. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale watu mnasikiaga mzuri tu wakati pesa. Unajua kuna watu wakija ibada hata utajua akiwa na giri moja kwa mfuko. Maana hiyo wakati anainua mkono hivi. Hallelujah. Utajua hiyo siku wako na kitu. Wacha mwisho wa mwezi. Utajua katikati ya mwezi utajua. Wakati hana utajua. Hata hana muda. Asibu hii ibada anatuambia nini? Naanza kupiga hesabu nikienda kwa nyumba nitakula nini? Wacha nikwambie. Worship him whether you have, whether you don't have. In fact, when you don't have, worshiping him more. Amen. Praise him more. Bless the Lord more. Amen. Hallelujah. Amen. Shetani akaambia Mungu ni kwa sababu ya ukuta. Meaning ukienda kwa ngamia za Ayubu ulikuwa unakuta nini? Ukuta. Huwezi kuuza ngamia Ayubu hata kuku. Sasa akaambiwa fanya hivi mwanaume, hebu enda uguze hizo vitu. Na shetani anangojeaga hiyo. Ayubu is not even aware kuna mkutano heaven. He is not aware things are happening. Alistukia tu one day. Now the Bible says the reason why Job was so prosperous, the reason why Job was so gloriously blessed ni kwa sababu number 1 alikuwa mtu wa dhabihu. Wale hampendi kutoa. Tumerudi hapo. Unaona vile mnaniangalia? Sema kutoa. Unaona hata vile unaisema kutoa. Sema kutoa? Alikuwa mtu wa nini? Dhabihu. Pengine hapa zile dhabihu zinaongea kwa madhabahu ya ugaga ni mingi kuliko za church. Na ndio maana mnaonaga wanasiasa wanaelewa. Wale wanaelewa wanaleta sadaka zao wapi? Kwa madhabahu. Amen. Wengine wakipata kazi wanaita pati, unakula vitu zao. Mwingine akijenga nyumba anaita watu wafungue, wanakula ng'ombe zake.
Na wewe ukipata kazi ndio unafunga milango vizuri. Unapunguza watu. Sasa umepata vitu ya kukula wasikusumbue. Wacha nikwambie my friend, hutaishi na vitu. Kuna mtu aliniambia na nilikuja kujua ni ukweli. Aliniambia Mungu akianza kukuinua, fungua mkono. Fanya hivi, fungua mkono. Si ufanye hivi, fungua mkono. Mimi hata nikienda nikutane na hao maochimeni wanasijui nini, nachukua kakafiti na umpatie. Si hata niko na pesa mingi ya kupatiana. I know I'm securing myself. Amen. Yani you fortify yourself. Job alikuwa mtu wa sacrifices. Maandiko inasema alikuwa anahakikisha ya kwamba watoto wake wakifanya bash anatoa sadaka na sacrifices kwa sababu yao, so that wasija wakawa wamemtusi au kumkasirisha Mungu katika mioyo. Anatoa dhabihu. He was such man who was generous and was a giver. If you are not a giver, forget about prosperity. Let me repeat it. Najua hampendi hiyo. If you are not a giver, forget about prospering, and especially sacrificial giving. Zile vitu tunatoanga kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Unakanisikia kanisa iko na miradi ya kujenga. That is the most important time ya wewe kujiunganisha na madhabahu ya Bwana, so that you can be powerful and strong in the spirit. Job ilibidi kuwe na parliament in heaven between God and his sons, na devil akawa pale wa opposition. In short, in heaven kukawa na parliament na shetani ndiye alikuwa opposition kwa kupiga hiyo miswada. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuuliza wewe, Mungu anataka kukutolea ushuhuda? Kwanza hata Mungu, hata watu kwanza wakisikia fulani wa fulani ameokoka, hata wengine hata tukienda kwa crusade hamtakai kutoa ushuhuda kwa sababu Bwana Yesu kwanza unaangalia vizuri ni nani anaweza kuwa kuchoma picha hapo. Inaweza chomeka. Maana unajua uko na life, two lives. Life ya Sunday na life ya the week. Bwana Yesu asifiwe. Job akatolewa ushuhuda na Bwana ya kwamba ni mtu mtakatifu, mtu mkamilifu, mtu anayenipenda. Bwana Yesu asifiwe. Na when the devil went to touch Job, shetani hananga huruma na anybody. Hata wale mnasikia wanaabudu shetani. The best gift the devil can give you, it is death. Nishikeni. The best gift the devil can give you is, everybody repeat. The best gift the devil can give you is, the best gift God can give you is eternal life. Anaendaga opposite. Shetani akikupenda sana anyonga. Hata wale wanaabudu shetani, the best gift akiabudu afike pale, wakati anaabudu mpaka anaongea na dini. Nyonga. Pokea zawadi ya uzima wa mauti. Unamjoin pande ile nyingine. So shetani alikuja kwa kishindo kuharibu maisha ya Ayubu, and he really messed him up. Ngamia 3,000, kondoo 7,000, watoto, utajiri, afya ikaguzwa to an extent. Bibi yake akamwambia, why do you still hold on to your integrity? Curse God and die. Bali huyu Mungu kufe. Hii shida imekuwa too much. Kama Mungu yuko, why are you suffering? Marafiki zake wakakuja, I think it was 3 of them. Wakamwambia Job, who being righteous, ni nani akiwa mtakatifu anaweza kuteseka hivi? You are not righteous. You have messed with God. But remember, Job was righteous. He was the perfect man from the east, the wealthiest. Paka Mungu akaambia hao marafiki wa Ayubu, nyinyi maombi yenu hamwezi omba ni yajibu unless Job pray for you. Bwana Yesu asifiwe. Angalieni mtu ambaye amekataa kugive up. Kama ni wewe, wacha hata watoto, kuku. Sikufe moja. Ya pili, ya tatu nimerogwa. Hii ni uchawi. Na hiyo kanisa sirudi. Kuku. Abia jirani yako, shikilia imani. Kwanza iongeze kondoo iabuke. Nimepoteza kuku 3 na kondoo. Mpendwa, Ayubu alipoteza, akapoteza watoto. Wangapi? 7 of them. Unapoteza firstborn. Na sio ati wanakufa, ati wana anakufa leo, anakufa mwingine 20 years. Ripoti zilikuwa huyu akifikisha ripoti, anafikisha mkubwa tutawaitaje? Najua sitaki kutaja jina ya mtu wako hapa, atasema wewe pastor, mimi siku utakufa. Tuseme Mr. X, mtoto huyo wako mkubwa, sijui alikuwa bash, alafu upepo imekuja imeabukia nyumba, wameisha. Huyu akimaliza na kulikuwa kuna baki mmoja wa kuleta hai.
Watu wa kuleta ripoti hawaishaki. Lazima abaki kwa kuleta ripoti. Bwana Yesu asifiwe. Huyu hata huyu anapiga makitime uzamaliza saa ngapi? Anaingia, anamwambia mkubwa, wacha nikwambie hata Ayubu ni mwanaume. Kama hakupatwa na pressure akakufa hapo. Na mjua huyo mwanaume ni mwanaume alistahimili. Watoto 7 chini. Kwanza hapo shetani anafanya makitime. Mmemaliza watoto? Okay, tuingie kwa gamia. Zote. Alafu nasikia watu wengine akisema, "Unajua pendwa, ni muniombee sana. Ile majaribu ninapita ni kama Ayubu." Ya Ayubu. You are joking. Ya Ayubu. Do you know what you are saying? Unajua tunapenda michezo sana. Kuna a lot of watu wanakuwa watu ni katuni kabisa. Ya Ayubu, mpenda, do you know what you are saying? Ayubu. You must be serious. Bwana Yesu asifiwe. Ukipitia ya Ayubu utakuota. My friend. Hata watu wenu watakukataa. Hatakuota. Mwanaume alikataa na Mungu akaambia bibi, does it mean when things are rough we curse God and die, and when things are good we celebrate? Job refused to curse God and die. In short, akakataa kupenda Mungu kwa sababu ya vitu. Akaonyesha Mungu na akaprove to the devil, devil, you are a liar. You accused me before my God, but I love him not because of what I have, but because of who he is. Bwana Yesu asifiwe. Wapenda tusiwe attached na ulimwengu huu. Mnanisikia? Tusiwe so much attached. Watu wengine unakuta kuja katika nyumba za ibada kwa sababu ako na kamtoto ananyonyesha. And the same woman anaenda kazi kukiwa na mvua. The same woman unakuta amewekelea mtoto juu ya kiondoo ako kwa soko. Lakini kwa nyumba ya Mungu, wengine anasema bwana yangu unajua bwana yangu, na sio bwana, ni kujificha nyuma ya Bwana. Let us not be attached to material things. Bwana Yesu asifiwe. Job refused to love and to worship God for money, for wealth, for children. He refused. And I'm telling you, God is a God of wonders. Mungu alikuja akaregesha ngamia, akaregesha mifugo, watoto, kila kitu ambacho shetani aliguza. God restored back in Jesus name. Amen. So wapendwa, kuna some of kuna silaha shetani huwa anatumia to attack believers, ambazo ningetaka niwapatie wale ambao mmeingia kwa hii ibada. Na ni vizuri sana mfuate mambo haya, because wakati nilikuwa ninasoma hii hadithi ya Ayubu nilijifundisha mambo kadhaa. Lakini these are the tools the devil uses to fight people. Na zinatumikanga kwa watu wote, sio wachungaji peke yake, hata wewe. One of it is called accusation. Tools, you can write a subtopic, tools devil uses to fight believers. Tools devil uses to fight believers. One of it is called accusation. Accusation means what? Devil has got a tendency of accusing people before God. Anaambia Mungu, Kamene hakuabudu kwa sababu anakupenda, ni kwa sababu anapata mshahara. Mama fulani hakupendi na moyo, ni kwa sababu ulimpatia Bwana. Accusation from the devil are real. That's why the Bible says that the devil is an enemy or accuser of brethren. Si ni kweli? Kuna mahali kwa Ufunuo maandiko inasema shetani ni accuser, mshtaki wetu. Shetani huwa anatushtaki kila siku. Kila siku. Sijui kama siku za leo huwa anaenda, lakini huwa anashtaki watu kila siku. He is an accuser of brethren, and it is one of his powerful tools. Accusing. Number 2, inciting people against God. Write it. Inciting people against God. What is incitement? Mnajua incitement ni nini? Ninakumbuka tukiwa vijana wadogo, tulikuwa tuna incite vijana wawili wapigane. Sisi tulikuwa tunaweka mate hapa. Kila mtu angalie mbele hapa. Kama wewe ni mwanaume utoe au star, futa hiyo star kama wewe ni mwanaume. Sasa sababu sio wewe unapigana na unataka kuona hii vita, una incite kabisa. Amekuita sisi, amekuita mama. Hata unachukua mkono, ndio unaona vita ikiendelea. Yaani na kuna vijana walikuwa hawapiganangi, utawahi muona na dent ati alipigana, lakini yeye ndiye alikuwa galifari.
ana make sure. Kwanza sisi tulikuwa Fridays, especially tulikuwa primary Fridays, ndio ilikuwa siku lazima Fridays na siku ya kufuga. Unasikia mtu anakuambia nitafuga na wewe. Nani walipitia hiyo hali? Oh, kwa hivyo hata nyinyi hamko mmeokoka. Nilikuwa nafikiria ni mimi nitafuga na wewe. Na you imagine unawekwa vita hapa, itakuja miezi 2 inakuja. Yaani unakuwa psychologically prepared. Psychologically prepared. Siku ya kufuga kuna mtu mtaonana. Na ninakwambia hiyo siku vijana wanaonana kama zile dume za Western. Lakini marefari wanafanya kazi nzuri ya kuinsight. Sasa what the devil does, he incite people against God. Anakuonyesha kama Mungu ako, bona alikuwa alipasi. Kama Mungu ako na anakupenda, bona ulipoteza kazi. Kama Mungu ako, bona hizo bona ni za incitement. Na wale ambao mmekuwa incited na shetani, muelewe kuanzia leo ni shetani anaku-incite. Amen. Uchukie Mungu, uchukie kanisa. Hata wale niliwaambia siku nyingine hapa, wale watu mnasikiaga wanaitwa atheist. Most of them were believers in the beginning. Amen. Ni mtu alifika mahali akakuwa anakakwasika na Mungu. Biashara ikaenda baya. Watoto wakamkataa, kila kitu ikaleta shida. Kuanzia hapo akakwasika. Akasema hata Mungu hayuko. Akaingia kwa dini inaitwa atheism. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Wangapi wamekasirika na Mungu hapa? Ati haki ya Mungu, haki ya angai. Mimi hakuna kitu nafanyaga hakuna kitu na succeed. Ni kama mimi sielewi nilogwa, sio kulogwa, kumpendwa. Ni shetani anakuincite against God so that you may hate God. Bwana Yesu asifiwe. But when you hold on ukatae na Mungu, you see the blessings of God. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Number 3, fear. Andika fear. What is fear? Fear is false evidence appearing real. Fear is false evidence appearing real. Kila mtu aseme hivyo. False evidence appearing fear. F stand for false, E stand for evidence, A stand for appearing, R stand for real. That is fear. Ni kitu unaletewa kinakaa ni kweli lakini sio kweli. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nilitumwa nikiwa kijana mdogo. Unajua watoto wanaogopa anything and everything. Mama yangu alikuwa amepiga nguo pasi. Na wale mnajua pasi za nyumbani ushago. Sio kama pasi za town za stima. Pasi ya ushago ni ile inaekagwa makasi. Mnaijua? Au nyinyi mmezaliwa town? Mmezaliwa ushago. Na pasi hiyo ya nyumbani si kuna inakuwaga na tu. Si mnajua vile inakaga? Ile tumashimo. Inakaa hivi. Si mnaijua? Semeni hii ndio tukubaliane. Si mnaijua? Sasa mimi nilitumwa usiku niende nikachukue kitu nyumba kubwa. Okay, ushago kuna kuaga nyumba kubwa na dogo. Nyumba dogo ni kitchen. Unajua najaribu connect sababu ninaona kama nyinyi mmezaliwa hapa. Ushago kuna kitchen inakuanga nje. Acha hizi huku tunatengeneza kitchen iko ndani ya nyumba. Ushago kuna kitchen iko nje na kuna main room zile za kulala na hizo zingine. Sasa nilitumwa niendeka kitu kwa nyumba kubwa. Nikakuta unajua hakuna stima ushago. Wakati nilifungua mlango nikaangalia nikakuta tumacho tuwili. Juu pasi iliacho ilikuwa na makaa. Na sasa makaa ikiwaka na hiyo tushimo inaachagwa hapo sinakaa macho. Acha nikuambie nikaona sasa hii ndio ninasikiaga maji. Unaona vile inawaka hiyo kumbe ni pasi iliacho haikuwa na moto. So inakaa ni kama tuma. Nilipiga bio kurudi kwa nyumba dogo. Nikasema huko kuna shetani iko hapo. Na sasa wakati mama alikuja kuona shetani akakuja nipasi. Lakini akili yangu hata nilikuwa nimeona kabisa hata ni kama nimeona mtu. False evidence appearing real. Kama sasa vile shetani anakuhubiri na kuambia utakufa. Kwanza ukiumwa na kichwa kidogo. Ndio hiyo. Si corona inaweza hivyo. Wacha kuogopa. False evidence appearing. Bwana Yesu asifiwe. So, number 4, let's go fast. Doubt.
doubt. These are the tools. Mishale shetani huwa anakutupia akikupiga so that utoke kwa Mungu. Doubt. Number 5 and discouragement. Number 5 and discouragement. Kuvunja moyo. Breaking your heart. Na hapo kwanza ni sana. Hiyo ya break heart, wengine wamevunjwa moyo sana. Especially wakati huu. Watu wamevunjika moyo, wanaona Mungu ni kama wamekasirishwa na serikali, wamekasirishwa na watu, wamekasirishwa na boss kazini, umekasirishwa na Mungu, hata wazazi. No one who, hata ushawaisikia watu wakisema no one who understands me. Hata wale mnasikia kwa kijinyoga, unafikiria shida ni gani? No one who understands me. The only one who understands me ni Kamba. Haita nikata. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wapendwa, you are not alone in this journey. Watu wanapitia hali, wanazishinda. Job was there. People are there. People go through issues. They overcome. Nimewambia historia ya Kentucky. His end was better than the beginning, but he had to hold on. Agajinyonga, agatumia. Look at this. Agatumia $75 ingetosha kununua Kamba, right? Lakini alitumia $75 kununua kuku. He was positive. Akakataa ku give up. Overcome your challenges. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako, overcome your challenge. In Jesus name. Amen. Sasa I want you to write a subtopic, observation. Nataka tumalizie hapa. Observation. Mambo haya ninawapatia because ningetaka mshide challenges in life. I want you to overcome them in Jesus name. Mimi sitaki kusikia ati kuna mtu wa glorious ati kichwa inuka. Ati pastor huyu ni mshirika wako siku hizi anaokota makaratasi. Ni nini? Ati ni kwa sababu ya corona imemsoka mpaka. My friend, sisi sio wa kupoteza akili. Amen. Amen. We should confuse situation. When people are crying, we rejoice. Hallelujah. Amen. Unanipata wapendwa? Si unakati hulali. Ati mimi leave. If you can't do anything about something, leave it to God. Cast your cares and your burden to who? To Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Now, this is the observation I have made from that scripture. Na ningetaka tuziandike. It's very important. It is not, number 1, it is not what happens to us that matters when we face challenges. It is not what happens to us that matters when we face challenges, but how we respond that makes the difference. It is not what happened to us that matters when we face challenges, but how we respond that makes the difference. How we respond makes the difference. It is not what matters when we face challenges, but how we respond that makes the difference. So wapendwa, inamaanisha nini? Wakati umepata ripoti baya, what matters sio kile umeambiwa, lakini ni vile umerespond. Mnanisikia wapendwa? Kuna mtu anaweza kuambiwa kazi imeisha. Kuanzia hapo aishe na kazi, aaguke na akufe. Kuna mwingine anaweza kuambiwa kazi imeisha. Kuanzia hapo angalie vizuri aone mlango mwingine imefunguka. Wapendwa, eleweni. It is not what happens that matters when we face challenges, but how we respond that makes the difference. Kile kitakupatia kusimama na kustahimili na kuendelea. It is how we respond. Number 2, please write it. It's very important. Write these things. They are very important. God is intimately involved in our troubles. God is intimately involved in our troubles, and nothing happened without a reason, no matter how bad. God is intimately involved in our troubles, and nothing happened without a reason, no matter how bad. Yani Mungu shida zetu anakuanga ndani. Masekari, imagine tunafikiria gati, "Oi, Mungu, uko wapi? Ulikuwa wapi ni nyumba ikichomeka?" Mungu anasema ukipitia kwa maji mengi, ako wapi? Simunijibu. Si ni Biblia inasema Psalms. Ukipitia kwa maji mengi, Mungu ako wapi? Wapi? Ndani ya nani? Munaongea aje? Ukipitia kwa maji mengi, Mungu ako wapi? Na wewe wapi? Wacha turudie hiyo ndio mshike. Ukipitia kwa maji mengi, Mungu ako wapi? Na wewe. So kama unapitia kwa maji ndani, Mungu ako wapi? Ndani ya maji. Kwa kuwa na nani? Lakini shetani anataka kuonyesha namna gani?
uko peke yako. Imagine, shetani ni raya. Haya, ukipitia kwa moto, Mungu ako na wewe. Wapi? Ndani ya moto. Kwa hivyo hauko peke yako. Lakini shetani anataka kuonyesha aje? Unaona vile shetani anatupatiaga chenga. God is with you in the fire. God is with you in the water. Na ndio maana nimesema God is intimately involved in our troubles and nothing happen without a reason, no matter how bad. Ukimaliza mnasema amen. Unajua hii kanisa yetu ni teaching ministry. Unaelewa hivyo? God is intimately involved in your troubles, no matter how bad they are. Bwana Yesu asifiwe. Shadrach, Meshach na Abednego wametupwa kwa moto. Mfalme anaangalia, anaona nani? Mtu wa 4. Anasema tulitupa wangapi? 3. Mimi naangalia naona wa 4. Oi, anakaa the son of man. Meaning God was inside the fire with Shadrach, Meshach and Abednego. Kwa hivyo wapendwa, you are not alone. Hallelujah. Hauko peke yako kwa moto, Mungu ako na wewe. Mimi ninaangalia December tukikuja hapa kucelebrate tukiruka mwaka. Na kwanza hii December. Basi nataka muorganize tukule kodo kama 10 hapa nyuma. Tuchome nyama hapo tuambie shetani, angalia sija kufa. Hallelujah. Maana shetani alikuwa anapanga tukufe mwaka huu. Na hatukufi. Tunashika bafu na mnainga. Unaambia shetani angalia. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. We bless the Lord for preservation. Ilikuja last lockdown, ile ilikuwa ya kwanza. Amen. Si ilituaje tukua tumesimama. Wengine wakapitia hiyo kihoma. Kikakuja kikaisha. Amen. Sasa wameita sijui second wave. Ni dhadi au ni second? Hata ikuja favor. Tunaacha tukua strong in the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lakini lazima na wewe ukubali kuishi. Wacha niwaambie kile kuwa kinafanya watu waishi ni kwa sababu ya determination na kukataa. Niwaambie story ya preacher mwingine alikataa kukufa. Ako stage 5 ya cancer. Cancer ni ile ukisikia uko na cancer. Hoi, sio watu wengi wanakuanga na uwezo wa kustahimili cancer. Unajuaga hiyo ni death certificate. Hata wengine aliambiwa na madaktari, we are sorry to tell you. Na ukisikia daktari amesema we are sorry to tell you, nikuambia humanly speaking there is nothing we can do about it. Prepare for death. Akamwambia mmesema iko stage gapi? 5. Hata sio 5. The last alikuwa anatoka damu kwa masikio kila mahali. In opening. Meaning imekula mwili hakuna. Na najua mwili ikikula hivyo spirit ya mtu kuna vile iliwekwa mwili huu kihalikuwa huwa inatoka. Lakini alinenea spirit yake akaiambia I forbid you to get out. Akaambia spirit yake hii hema hii inatoka damu. Hapo ujaribu kutoka. Hata alikuwa anasikia sometimes spirit ikitoka kaa hapo na kuambia ukae. Because mtu kukufa ni spirit huwa inatoka. Au hamjui? Mtu kukufa ni spirit huwa inatoka. Hii mwili na hii ni house. According to the devil and God, this is a house. Roho yako ikitoka hii house ndio huwa sasa tunazika. Aliambia spirit yake ujaribu na kuambia ujaribu kutoka hapo. Ukae hapo. Si roho yake ilikataa kutoka. Aliambia ikaa. Na kwa sababu ya kutumainia Mungu sana, God came through for him. He healed him and today he is an old man who is still preaching. Aliponywa cancer stage 5. Wacha yeye una hiyo homa itaniweka. Acha unakufa na homa unaenda wapi? Sasa hata ukiambia watu ulikufa na homa, si wataona wewe ni mtu bure kabisa. Homa. Ambia jirani yako mimi hakuna mahali naenda. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mahali tunaenda. We must be positive in life. We must live. And especially miaka hii tumepewa na Mungu ni miaka ngapi? 70 na 80 na 100. That's our age. Sio 40. 40. Hebu angalia jirani. Uone kama anakaa 40.
Number 3, your trouble are not about you but about God. Your troubles are not about you but about God. Shida zako sio zako. You are pastor, you have been caught between fires, between God and the devil. Sio wewe. Niliwaambia hapa shetani akitaka kukupiga kumshughulikia Mungu, sababu hawezi. Anashughulikia nani? Wewe. Ni kama jirani yako akitaka kukushughulikia na ona hawezi. Anashughulikia nani? Mtoto. Anawaka mtoto goto mpaka wewe. Au kuku. Ushaikutana na kuku ya jirani ambaye humpendi au ugo yake? Tajuaje ni mimi niligoka? Unavuja mguu kabisa. Kuku inaenda nyumbani na mbele. Kumbe ni jirani unashughulikia. Hiyo teke sio ya kuku. Ni jirani umeshughulikia hivyo. Lakini kwa sababu huwezi fikia jirani, kuku weka chini au mbwa yake. Hivyo ndivyo shetani huwa anabehave. Because he can't reach God. Alifukuzwa huko. Sasa wewe ndio mnasema mnaenda huko. Wakai sasa Jobu alipelekwa. Paka bibi akamwambia wewe, mwanaume hii kitu. Tusi yeye. So your troubles are not about you but about God. Number 4, let us write it down. God sometimes uses affliction or troubles to teach us his word and build our faith. Please write it. God sometimes uses troubles or affliction to teach us his word and to build our faith. Mateso sometimes yanakuanga ya kututengeneza, kutufundisha imani na kuinua imani yetu. Kuna mambo mengine wapendwa, kuna mtu kama amepona kansa, anaweza kupona homa imutishe. Atakwambia nini? Kama nimepambana na dufa ni bia. Na simba ni umbwa. Babia mimi nimepitia vitu. Daudi alisema mimi nimengangana na simba na duba au na dufa, ni dubu. Msijali, najua na tafsiri na Kikwetu. Na dubu. Akasema ni mwanaume hajatahiri. Nitaweka yeye chini mara hiyo. Ushuhuda hiyo ikamtia nguvu ya kupambana na Goliathi. Na wewe wapego, una ushuhuda gani? Unaweza simama hapa uwapitia watu moyo gani? Moyo mashuhuda zingine unasikia watu wakishuhudia kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Nimseme amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Asifiwe tena. Amen. Naenda mbinguni na wale wanaenda. Inishoti wakirudi atarudi. Anaenda na wale wanafanya nini? Inishoti wakirudi atarudi. Uliza jirani yako kama ushuhuda yako inakuwa gani? Unajua ni shetani amenipiga sana lakini Yesu ni Bwana. Sasa hiyo ni shuhuda ina gani? Wapendwa, tubadilishe mashuhuda zingine. Let us give powerful living testimonies. Walishinda shetani kwa shuhuda za vinywa zao na kwa damu ya mwana kondoo. Abia shetani, this is a false evidence appearing real. It is false. Usikubaliane na hiyo report. It is false. Amen. Ni ripoti gani unaletewa siku hizi? Ni dalili gani unasikia kwa mwili sahihi? Abia shetani mimi nakujua. Pastor alisema ni false evidence appearing real. Paka shetani anasikia hiki kimutu kimesoma. Gai kwani kinajua? Alifundishwa. Lakini sio unaanza kubatiza vitu vingine. Kapimpo tu kadogo hivi kapimpo. Unajua kansa inaanzaga. Sasa umeita kansa na haikuwa. Watu wengine hata ndio wanaita mashaitani. Ilikuwa inapita kwa barabara inasikia ikitajwa mahali, inaenda kuchukulia ikute ni nani. Ninatajwa kwa hii nyumba. Sasa unazialika za nini? Ndugu mwingine nilisikia ati alishikwa na shida. Akaenda akaambia pasta yake amuombee kwa sababu amepata ukimwi. Akaulizwa na pasta, kwanza unajua sasa mtu akikwambia ako na ukimwi si unamwambia pole. Sasa akamwambia pole sana, lakini ulijuaje uko na ukimwi? Akamwambia ona, akafungua mkono hapa. Ona, hii yote inakuwa dalili ya ukimwi. Hii. Akamfukulia huku, max huku. Akamuuliza ulipimwa? Akasema hapana. Lakini wacha nikwambie pastor, hata kama sijapimwa hii ni ukimwi. Wacha nikwambie, ndugu alikuwa ameamini yako na ukimwi. Na wacha nikwambie, mind is a powerful instrument. Akili yako unaweza kuiset ukonde. Inaambia mwili konda.
Akili inakuwa hivyo. Sasa wakati alienda akapimwa akapatikana hana ukimwi. Nani alihubiria yeye? Si mjibu. Nani alihubiria yeye? Si ni Shetani. Nani alihubiria yeye ni maskini? Kwani hapo mnanyamaza? Nani alikuhubiria yeye ni maskini? Na si uliamini? Karigani. Mliamini? Sasa hiyo ninaikazo kwa jina la Yesu. It is false evidence appearing. Kuanzia leo uende uambie Shetani, pastor alisema sisi sio masikini. Mimi sio mgonjwa. Mimi sio nini? Mgonjwa kwa jina la Yesu. The last one or sijui is it the last one? Mmeandika ngapi? 4. Haya, 5. God is faithful even in our troubles and everything he says is right. God is faithful even in our troubles and everything he says is right. God is faithful even in our troubles and everything he says is right. Mkimaliza mnasema amen. Ndio tumalizie. Nataka tumalize. God is faithful even in our troubles and everything he says is right. Number 6. Murmuring and complaining against God and his servant always make things worse. Wale mnapenda kulalamika. Kama sio andiko, kama sio pastor, kama sio boss, unakuta huyo mtu hakuna kwake kuzuri. Murmuring and complaining against God and his servant always make things worse. Murmuring and complaining, kulalamika na kunungunika. Unaona kuna watu wanakuwa na hii shida. Hakuna kitu yake mzuri. Nunulia nyama. Sawa tu lakini iko na mifupa mingi. Kuna watu hawatoshakani. Mamali. Na kuaga na always negative. Akigia kwa hii kanisa, haonagi ile mambo mazuri. Anaonaga ile baya. Hiyo kanisa ni nzuri lakini iko na chuma mingi sana juu. Mama linga ni complaining. Na kama uko na hiyo setup ya mind, you never succeed. If you want to succeed in life, be positive. See things that are good. Bwana Yesu asifiwe. Murmuring and complaining against God and his servant always make things worse. The last one, we should always thank God for our troubles and look to him for deliverance. We should always thank God for our troubles and look to him for deliverance. We should always thank God for our troubles and look to him for deliverance. Nataka mrudie kile mumeandika ndio nisikie. Unajua mwalimu mzuri anataka kujua student wameandika nini. Kama wameandika madhogojani. Observation, tulisema what are the tools the devil uses to attack believers? Number 1? Munasema aje? Number 1? Accusation. Number 2? Inciting people against God or his servant. Number 3? Fear. Number 4? Doubt. Number 5? Kuna mtu amepitia hapo? Hakuna mtu hajapitia hapo hiyo. Hata wengine hii wiki Shetani amekuwa akikuhubiria. Amekuonyesha uliokoka 2010. Uko na nini? Na yeye unamwambia sina kitu. Anasema unajua sasa hiyo ndio kusema amen amen. Na yeye anasema si nilikwambia. Hii wokovu imekusaidia na nini? Namwambia yeye hata mimi sijasaidika. Shetani anasema yes. Unaona sasa mahubiri naingia. Wengine hapa this week. Ukisikia sauti kama hizo na wale hamjui vile Shetani huwa anaongea na Mungu. Ukisikia any negative voice in your mind is from the devil. Any positive thinking, it is from God. Philippians 4:8. Whatever is good, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of God, of good report, that is what we should allow in our mind. So number 4 tumesema ni gani? Au tumemaliza hizo? Okay, observation. Tumesema aje 1? Very fast, please. Sima hiyo kitu kwanza, usicheze hiyo kitu. Tumesema aje observation number 1? It is how that makes. Na mimi nasikia mtu mmoja akisema, nataka kusikia kila mtu. Want to go kwa sauti?
respond that makes. Mtu akikupiga gumi, what matters? Sio gumi. It is how you respond. Mnanisikia? Mtu akikuita ng'ombe, na wewe unamuita? Unasikia kile wamesema ng'ombe tayari? Mtu akikuita ng'ombe, God bless you. It is that what matters. Because once you mtu akikuita ng'ombe, muite ng'ombe mara mbili au mbishe na ng'ombe. Where is the difference? Umenyima Mungu nafasi ya kukutetea? Mungu anatakaga, amekuita ng'ombe, okay.